Assalamu alaikum. Guys, leo nataka tuongelee kuhusu rukia. Watu wengi hawajui ama hawajawahi kujionea rukia inakuanga namna gani na inafanyangwa namna gani guys. Leo kuna ka video nataka tushare na nyinyi muone venye mtu uaga anafanywa rukia guys. Kwa sababu kuna watu wengi tu wananiambianga Zamzam niko na spiritual husband ama niko na spiritual spouse. Guys, na mkumbuke unaweza kaingiwa na jini kwa njia nyingi. Kuna ule jini anaweza ingia kwako kwa kutumwa, ametumwa, na kuna ule jini mwenye anaweza akakupenda na kaingia ndani yako. Vitu zinakuanga mbili. Na ujue hizi vitu zote unaweza ukajiprotect na kujikinga. Na at the same time kama umeadhirika pia usikufe moyo kwa sababu kuna vitu za kufanya na kuna namna ya kutoa jini. Na namna moja ya kwanza na ya mwisho kutoa jini katika mwili yako ni kufanywa rukia ama ndugu zetu wa Kristo ndio mnaitanga total deliverance. Nataka muone kidogo tu sijui kwa nini sijui kwa nini lilicheka venye huyo jini venye alikuwa anaongea guys. Jini anaweza akaongea akiwa ndani yako. Aongee, yani wewe unaongea lakini sio wewe, ni jini. Na nitawafunza namna ya kujua mtu mwenye ako na jini, venye unaweza ukatambua mtu mwenye ako na jini kwa haraka. Unaweza ukamtambua juu mtu yoyote mwenye ako na jini anakuanga special, anakuanga tofauti na mtu mwenye ana jini guys. Nashindwa mnashindwa kwa nini leo nimejifunga hivi. Hii ni style yangu ya kuanzia leo. Hii ndio style yangu, so itabidi munizoee. Tunaenda tukibadilika kwa nyakati. Aya, jione. Billahi minash shaitani rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wala nawm. So guys, kutoa jini si kitu rahisi. Ati nakuamurisha utoke. Unamuamurisha kama nani? Jini huwezi ukamuamurisha atoke. Jini anatolewa kwa mwili wako na maombi. Maombi inachomanga jini na anatoka. Na kuna watu wananiambia, kuna watu wengi sana wameniambia Zamzam, nimefanya rukia mara nyingi na sioni tofauti. Kuna watu wananiambia Zamzam, kwanza kuna wananiambia usiniambie stories za total deliverance. Nimeshafanywa na mapasta karibu sijua ngapi na shida tu iko pale. Kwanza ndio unakuanga umeichokoza. Juu na ukienda ujaribu kuitoa na ikose kutoka. Sasa ndio itakusumbua times 2. So guys, kwa upande wa rukia, kwa upande wa Kristo sijui sana. Sijui nyinyi venye mnatoanga majini zikiwaingia kwa Wakristo sijui, but ile kitu mimi najua ni total deliverance. Na sijui hiyo total deliverance unafaa ukuwe na nini na ukuwe na nini na ukuwe aje na aje. Kwa hivyo hiyo sitaongelea sana, wacha niongelee kwa upande wa Waislamu. Ukiona unafanyiwa rukia na mtu na imekataa, unafaa ubadilishe mtu mwingine akufanyie rukia. Kwa sababu rukia kitu ya kwanza ni lazima mwenye anakufanyia rukia akuwe ni mtu amejieka mbali na nini, akuwe ni mtu mwenye ako straight kabisa, yani ile si mzinifu, si mtu mtu anafanya vitu haramu na hali kadhalika. Akuwe ni mtu anaelewa Qur'an vizuri na anajua kusoma Qur'an vizuri. Kama ni zile words zinatoka vizuri, pasipo kuwa na word yote inatoka kombo, yani toke straight. Yani kwa ufupi mtu anajua Qur'an na mtu anajua sheria na mtu mwenye jichanganyi kwa namna moja ama nyingine. Nikisema hivyo mnaelewa, mtu afanye zina, mtu adhulumu watu na hali kadhalika. Mtu mwenye anajua ni nini anafanya. Kwanza mtu akuwe hivyo. Kitu ya pili, ukifanya rukia kwa mtu wa kwanza, anaweza kuwa mtu maybe wa kwanza ako na mapungufu fulani. Kwa hivyo usikate tamaa, nenda utafute mtu mwingine wa pili akufanyie, hata watatu hata wanne, kwa sababu watu wamejichanganya siku hizi. Na unaweza kufanywa rukia na watu kama 20 na ikose kuwork, kwa sababu inategemea na mtu na venye mtu amejieka. Sawa? Na kufikia hapo najua utakuwa umeelewa. Dawa ya kutoa jini ni maombi tu. Hakunaga kitu ingine. Kuna home remedies zenye unaweza kutumia na kuna mafuta yenye unaweza kutumia. Na guys, wacha nikufurahishe.
wewe mwenyewe umejitosha, wewe mwenyewe unaweza ukajifanyia rukia. Tunaambiwa rukia mzuri ni yenye umejifanyia. Kwa hivyo hii inamaanisha lazima tujitahidi kujua kuomba. Lazima tujitahidi sana kujua kuomba, na lazima tuwe tunaomba zile swala 5 kama Muislamu, tunaomba mara 5 kwa siku, na hiyo mara 5 kwa siku ukiomba inaweza ikakusaidia sana. Na si ati inaweza ikakusaidia sana, maombi inakusaidia na inakuepusha na vitu nyingi sana. Kama uko hapo na unaombanga, guys, usiwahi sema ati maombi yako ifikangi, usiwahi sema maombi yako ifanyangi kazi. Maybe hata mahali umefika hapo umefikishwa na maombi, uko healthy, uko vizuri. Ni nini ingine unaweza ukasema Mungu asikiangi maombi yako? Kama uko na afya, hata kama una afya, Mungu pia huaga anatupatia mitihani. Kwa hivyo unafaa ujue mitihani ya ile test yenye umepata. Mungu anakupatia test kukuangalia imani yako na kukupima imani na kufanya imani yako iende juu. Bila ya sisi binadamu kupatiwa mitihani na Mwenyezi Mungu, hatuwezi, imani yetu haiwezi ikapanda juu. Sijui kama mnanielewa. Imani haiwezi kashuti juu kama hautakuwa na mitihani, kama hautakuwa na challenges za maisha. Tunasemanga lessons, kuna vitu huaga zina teach lesson, na kila lesson yenye huaga tuna learn huanga pia inainua imani yetu juu, au sio? Nataka tuende kwa home remedies. Kuna zile home remedies unaweza ukatumia kujinini. Hizi home remedies, ya kwanza ni kitu simple sana na kila mtu ako nayo, na uko nayo hapo umekaa, angalia uko nayo, maji. Unaweza ukafanya visomo kwa maji, yani rukia, ukafanya visomo zako kwa maji, na hiyo maji unaoga nayo na unaikunywa. Na ule jini mwenye ako ndani lazima atakuwa anachomwa, na atachomwa, na uendelee na pia uendelee na maombi. Sawa. Ya pili, kuna vitu nyingi sana like mafuta, na mafuta huanga zinachanganywa. Na kama hata utachanganya, hata mafuta moja inaweza ikafanya kazi. Kuna hii mafuta yote Mwenyezi Mungu alitupatia tu kwa neema zake, tu kwa rehema, kwa kutupenda. Mwenyezi Mungu akatupatia hii mafuta, na iko kwa kila dini. Kwa Wakristo iko na wanaibelieve, na sasa sisi Waislamu ndio sasa tunaiamini sana, kwa sababu hii mafuta iko mpaka kwa Quran. Sawa, inaitwa zaitun. Zaituni ni olive oil. Wakristo naonanga mkichukua mafuta ya olive oil mnaenda mnaiombea inakuwa anointing oil. Ni kwa nini usichukue uiombee na ikuwe anointing oil yako? Ufanye hizi visomo zote, uombe, upulizie maombi hapo ndani, na hiyo ikuwe kinga yako. Munasemanga watu wanakuanga na believes, si ndio? Si believes inaweza hiyo kitu na believe uanga ina work, si ndio? Ni kwa nini tusitumie hii maombi na tu believe maombi inatibu na inakinga na ina protect? Ni kwa nini tusibelieve? Juu kubelieve tu ndio inamaliza shida za kila aina. Alafu guys, ule mtu mwenye pia anaenda kufanyia rukia, hii nilikuwa nimesahau, kuna watu wengine wanakufanyanga rukia wakijiona ni kama hao sasa ndio hao ndio ni kama wako na uwezo, ati ni kama sasa hao ndio lazima, yani anajiamini. Hapana, hata mtu mwenye anakufanyia rukia, kitu ya kwanza anafaa amini Mungu muumba wa mbingu na ardhi. Huyo ndio naongeleanga, siongeleangi miungu, mimi naongeleanga Mungu mmoja tu, mmoja ndio muongelea, mwenye amenipatia hii pumzi yenye mwenye ameniweka hai saa hizi. Huyo ndio Mungu mwenye naongelea, kwa sababu miungu haziwezi zikakupatia pumzi na haziwezi zikakupatia uhai. Sawa, huyo ndio Mungu mwenye naongelea. Yani kitu yote ukifanya, kama hata wewe unajifanyia rukia, unatumia home remedies, unafanya hizi, unatumia dawa za kisuna guys, kitu ya kwanza nataka uamini Mungu ndio anaenda kukuponya, si hiyo kitu unatumia. Hii kitu unatumia ni sababu tu. Hii kitu unatumia ni sababu ya kuchukua ile maombi ndio iingize kwa mwili yako. Hii kitu unatumia, mafuta unatumia, hapo ndio unataka kuweka maombi ndio ujipake kwa mwili. Unanielewa? Juu maombi ni spirit, yani uwezi ukashika hewa. Maombi hauwezi ukashika hewa, lakini wakati unaombea maji na unapulizia pale ndani, hiyo maombi inaingia kwa hiyo maji. Sawa? Na alafu hiyo maji utaogea,
hiyo kama ni hizo mafuta utajipaka, kama ni hizo home remedies like za kutoa uchawi wa ndani unataka ukunywe ndio itoe hizo uchawi za ndani, inatoa kwa njia kama hiyo. Kwa hivyo hiyo ndio kitu unafaa kubelieve. Kwa nini kuna watu wanaendanga wanafanya cleansing ina work na wengine work? Kwa sababu wewe umefanya ikawork, umeamini Mungu ndio anaenda kukuponya. Lakini wewe umeenda umefanya cleansing imekataa kuwork, wewe uliamini hiyo kitu ndio itakusaidia, ambapo ulikosea kabisa. Sawa guys Ya pili, kuwa straight. Yani wakati unajua kama unajua vizuri sana uko affected na evil eye ama uko affected na jini, ni lazima ujue huyo jini ameingia ndani yako aje. Sometimes kuna jini mwenye anatumwa na kuna jini mwenye anakuwa ndani yako na bado amekuja na black magic. Kuna jini anaingia through evil eye na kuna ule jini alikuona akafall in love na wewe. Na ndio unaonanga tukiambiwa sometimes ndio unaonanga baadhi ya dini wakijifunika. Kwa nini? Kwa sababu jini huanga na matamanio na jini fall in love na watu. Wewe hautampenda juu hujamuona, lakini yeye anakuona na anaweza akakupenda. Unaona? Kwa kule ile venye utakuwa yani umejiachilia. Na ukijifunika ama ukivaa tu decent vizuri, jini haizi akakuona, haizi akakufunua unless wewe ujifunue. Na ndio unaonanga sometimes tukiambiwa hata kama tuko kwa nyumba kwetu, usizoee kutoa nguo na unakaa tu hivi umeinua miguu na una hata kitu yoyote. Hiyo ni mbaya. Unafuata kama uko kwa nyumba unakaa decent, yani usijiachilie hivyo. Unaona? Yani usikue ile free sana unless wewe una trust nyumba yako na unafanyia nyumba yako visomo, unajua 100% hakuna kitu hapo kwa hiyo nyumba yako. Sawa? Na kitu ingine guys tuzoee cleanse nyumba zetu. Unaona? Hizi vitu zinajifichanga huku, mnaona huku. Uzoee kuficha cleanse nyumba yako, kufanyia nyumba yako visomo na boma yako kufanyia visomo. Niliwafundisha namna ya venye unaweza ukatumia castle leaf kuspray nyumba yako, dirisha, milango, kila mahali na kuosha nyumba yako. Kuna zile smoke cleansing yenye unaweza ukaweka kwa nyumba. Kuna vitu nyingi sana unaweza ukachoma ambazo hizo vitu ukizichoma ndani ya nyumba na uweke maombi, jini atatoka. Kitu ya kwanza ile maombi itamtoa. Ya pili, kuna baadhi ya vitu ukichoma kwa nyumba jini hawapendi. Kwa hizo zile vitu jini hawapendi ndizo tunatumianga. Na utajuaje jini hapendi guys? Nawaambia na nitakuwa nawaletea videos kama hizi za muone venye watu hufanywa rukia, na hata nyinyi najua mnaonanga venye watu wanafanyanga watoto deliverance like kwa mapasta zenyu, mnaonanga venye watu venye wao behave, venye wao huongea ni the same, na yote ni the same. Unaona? Hiyo kitu inakuanga ndani yako ndio inaongeanga. Na saa vitu zingine watu hujua hii jini hapendi wakati imetumiwa alafu anatoka. So unajua hizo vitu zenye jini hapendi ndizo unafaa kuwa unaoshea nyumba kwako, unatumia na unajipaka wakati una feel like uko na jini. Aya, kitu ingine ya mwisho, na sitaki video kuwe mrefu na already ishakuwa mrefu. Utajuaje mtu mwenye ako na jini ndani yake? Unaweza ukamjua, imagine kupitia macho yake. Mtu mwenye ako na jini macho yake haikuangi normal kabisa. Hata ukiongea na yeye unaonanga wanaongeanga wakibadilika, wanakuanga na mood swing. Wakati mwingine anakuwa na furaha zaidi, wakati mwingine anakuwa amekasirika kabisa, wakati mwingine hata anaweza akaongea na uelewi venye kitu yenye anasema. Hata kama ni mtoto wako unamuongelesha na kitu amekwambia wewe hujui, wakati mwingine unaona macho zao zikibadilika zinakuwa like white kabisa. Wakati mwingine wanaweza wakafanya macho yao zikakuwa kubwa, na wakati mwingine wakafanya tumacho tukakuwa tudogo. Yani wako na tabia tofauti, like kama unajua kuangalia. Hii ni mtu mwenye anajua kuangalia mtu mwenye ako na hiyo kitu ndani, hawakuangi normal. Kuna wakati mwingine anarudi, unaona ni kama ako normal, wakati mwingine unaona sio yeye. Hata kuongea kwao sauti zao zinakuanga tofauti. Wakati mwingine anaongea kama mtu mwenye ujui, na zile vitu wanakuambia uelewi. Wanakuanga na mood swing, wakati mwingine wanafurahi, wakati mwingine wanakasirika, wakati mwingine wakataki kukula, wakati mwingine wanakula sana. Wanakuanga siku zote wanakuanga wagonjwa. Hakuna siku yeye anakuanga sio mgonjwa.
kwa sababu hiyo kitu iko ndani yake inamchenjingi, inaendanga na weather, na wakati mwingine huwezi ukajua kama ako na hiyo kitu ni ya moto ama ni ya baridi. Kama ni ya baridi, unaonanga saa zote mtu akisikia baridi na apendangi kushika maji. Unaona? Kama ni ya moto, unaonanga mtu akiwa moto, yani akiwa hara. Kukasirika, kuvimba, kuangusha vitu, kushikwa na hasira. Yani unaonanga akiwa tu moto kabisa, hata asikiangi baridi saa zote. Unaona tu mtu amevaa makoti, majacket, manini. Yani anakuanga na tabia zake special, yani tabia zake zenye utaona huyu mtoto ako tofauti. Ama utakaka hivi useme bwana yangu amechange, ama utaka hivi useme aki bibi yangu amechange, mke wangu amechange, simuelewi. Na hapa ndio guys mnaonanga wakati mwingine wanaume wanaanza kutuacha, wanaenda, hawataki hata kutuona juu tumechange. Haya, wakati mwingine unapata mke wako amechange, yani hataki, yani akuelewi mwanaume. Wakati uko na spiritual wife, mke wako hamutaelewana, hata watoto, kila mtu utaelewana na mtu yoyote, kwa sababu sio wewe uko peke yako, uko na mtu mwingine anakukontrol. Alafu hiyo kitu ikiwa ndani yako uanga inakukontrol kama remote. Ikitaka kuweka channel hii, ikitaka kuweka hii, ikitaka kufanya ukuwe moto, ikitaka kufanya ukuwe baridi, ikitaka kufanya ukuwe na hisia za mapenzi, ikitaka kukuzima, ikitaka uende ufanye kazi, ikitaka uendi. Yani hivyo. Alafu unapata unakuwa na blockages, kila kitu kwako inakuwa block. Pesa block, mapenzi block, mchumba block, kusikizana na watu block, watu wanakutoroka. Yani unakanga tu maisha ingine. Na wakati mwingine inaweza ikakufanya ukapenda kuvuta sigara, ukavuta bangi, ukavuta pombe. Na wakati mwingine yani inategemea na hiyo kitu iko ndani yako venye inakukontrol. Kufikia hapo najua mtakuwa mmenielewa. Dalili ni nyingi na guys mi hupenda sana kuongelea hizi stories za hizi mavitu. Mupenda. Hata unakumbuka kuna siku nilikuwa naiongelea kila siku mpaka nikaambiwa na msee mwingine tu hapa, we kanyagia hapo, stop. Na by then nika stop. Na sasa ni kama nataka tuongelee hii kitu ndio watu wengi waweze kuelewa. Watu wengi wanakujanga wakiwa na shida, na unapata sometimes imani yako na yangu ni tofauti. So nikikuelezea unapata unielewi. Wewe utajiona uko na shida uende kwa kufanyiwa vitu zingine, yani uende uko kwa washirikina. Mshirikina haezi akakutoa jini. Guys, mpiga ramri haezi akakutoa hii kitu. Hii kitu inatoleangwa na maombi peke yake. Na huko ukienda hamuendi kuomba, si ndio? Hamuendi kuomba. Kwa mpiga ramri hamwezi kuomba. Yeye ako na kijitu chake chenye maybe kwa siku 2, 3, 4, mwezi moja itaiambia tutaki kukuona hapa, itoke juu zinaonana. Unaona, after hapo itarudi tena. Na kwa sababu mpiga ramri ako na ile jini yake ndio inamtafutianga pesa. So utaenda kwake aitoe, aiambie sikutaki, toka. After miezi 6 irudi. Ama uende kwake kabisa uone ameitoa. Ukifika pale kwako amerudi. Ama wakati ulianza safari ya kuenda huko, sijini ina communicate na ile ingine, si inajua, ikajua tunaenda mahali fulani na huko kuna ule mkubwa wetu obvious tukienda huko ataenda kutuvuruga, atatutoa na atatuchapa. Sawa? Na wanauananga. So instead tuende huko tuwawe, mimi nitabaki kwa nyumba, uende peke yako. So utaenda akufanyie visanga hapo, uone kweli kabisa, hata wewe mwenyewe ujisikie kweli kimetoka kabisa. Na ule mwingine ule mwingine si yako huko, aende akaeta siku 2, 3. Akibangaisha tu. Ndio akuaminishe umetolewa. Na yeye ule sasa wewe ndio instead ya kuamini maombi na kuamini Mungu, utakuwa unaamini ile siku nilienda nilitolewa, nikakaa miezi 3 bila shida, sasa kimerudi tena. So utakuwa unashindia kuenda tu huko. Kuenda after miezi 3, 6 unaenda unapeleka pesa. Na kwa maisha yako yote utaishi hivyo. Kwa hivyo utakuwa fukara, umaskini itaendelea kuongezeka kwako, na the end of the day ile kitu haijakutoa. Juu sasa ikiingia kwa mwili yako inaingia na hasira zaidi kuliko mwanzoni. Juu ishakujua unaendanga kuinini. Unanielewa? Kufikia hapo utanielewa. Wacha tufike mwisho wa video. Itakuwa mrefu juu tukianza kuongea hizi vitu zinaendanga tu zikiflow. Kumbuka kama ukipata hii video kwa YouTube kwa TikTok, kumbuka kukuja kwa YouTube ndio usubscribe, uhiti notification. Juu hii video niko sure kabisa haitapata watu wote wa TikTok wenye wamenifollow, haiwezi.
TikTok haina notification, so video yangu ukiona ni bahati tu nzuri, sawa. Na kama unataka kuonanga video zangu, enda kwa YouTube, naitwa Zamzam Rehema, usubscribe na uhiti notification. Na watu wa YouTube, kama mumependa hii video, kama tu umeipenda na ile kitu nimeongea, kuna kakitu kamoja hivi kama make sense, like video, sawa. Na kama umeona upungufu wowote, ni komentia hapo tu chini, uniambie ile upungufu umeona, ndio pia hata mimi na learn kutoka kwako. Hata mimi najifunza vitu nyingi kutoka kwako wewe mtazamaji. Kwa hivyo unaweza ukanifunza kitu na ukanicorrect kwa njia nzuri kupitia hapo kwa comment section. Ndio comment section iliwekwa, haikuwekwa ya kutukanana ama yaani kukuambia mtu vitu vibaya. Hiyo kitu imewekwa hapo ndio mimi na wewe tuweze kucommunicate. Video imekuwa aje Zamzam, video ya leo imekuwa hivi, hongera Zamzam, video hii next time fanya hivi na hivi. Time najua mpendangi time nyingi juu inakula bundles zenyu na inachukua wakati wenyu, but naonanga mpaka video zingine zinatoleangwa za 3 hours na mcomplain na unapatanga viewers, million viewers. So guys, Mungu akubariki na akuepushe na viumbe hatari, na ufanye protection ya maombi, na unaweza ukatumia baadhi ya mafuta ukaifanyia visomo na ukakuwa tu unajipaka na basi unakuwa uko fit yani. Sawa, mbarikiwe.